Mwanafunzi wa chuo kikuu aliyeshtakiwa kwa kuchapisha taarifa na kusambaza picha zilizoashiria mazishi ya rais mtandaoni ameondolewa mashtaka. Mahakama ya Milimani imempa afueni David Mokaya kwenye uamuzi wake na kusema kuwa mashahidi 6 waliofika mahakamani kwenye kesi hiyo hawakumuhusisha moja kwa moja na taarifa hiyo. Ode Francis na maelezo zaidi. Katika mahakama ya Milimani, mwanafunzi wa chuo kikuu David Mokaya alisimama kizimbani akikabiliwa na shtaka la kuchapisha picha ya uongo ya maandamano ya mazishi ya rais. Lakini katika uamuzi wake, hakimu Caroline Nyaguthe alihoji kuwa upande wa mashtaka ulishindwa kuonyesha kesi ya kimsingi, ikidai kuwa vifaa vya elektroniki vya Mokaya vilichunguzwa bila amri halali. Uchunguzi ulidai kuwa walipata idhini, lakini hati hizo hazikuwasilishwa mbele ya mahakama. Having excluded the unlawfully obtained evidence and finding no independent proof linking the accused person to the impunged publication, this court finds that the prosecution has failed to discharge the burden of proof beyond any reasonable doubt. Accordingly, the accused person is hereby acquitted under section 215 of the CPC. Hakimu alisisitiza kuwa uchunguzi wa makosa ya kimtandao lazima ufuate sheria kwa umakini, ikizingatiwa urahisi wa ushahidi wa kidijitali kuchezewa au kuingiliwa. Mashahidi 6 walifika, lakini hakuna aliyeweza kumhusisha moja kwa moja Mokaya na chapisho hilo. Indeed, the investigating officer in his evidence considered to the same. Even the witness from Safaricom, who was PW5, considered he had extracted the accused person's personal data and shared with the DCI officers without any formal court order. Upande wa utetezi ulisisitiza kuwa uhuru wa kujieleza umehakikishwa kwa katiba ya Kenya na kwamba jukumu la kudhibitisha shtaka liko kwa upande wa mashtaka. The judgment today has affirmed as being a state captured investigation whereby the investigators in this country took it upon themselves to conduct illegal investigations. Mokaya alitembea huru baada ya mahakama kufuta mashtaka yote, lakini kwa upande wa utetezi safari haijaisha. We are definitely moving for malicious prosecution and serious compensation on behalf of this young man. Si mara ya kwanza katika kesi za tuhuma za mitandao kutupiliwa mbali. Katika kesi hii, mshtakiwa alitaka sana mlalamishi aweze kufika mahakamani na kutoa ushahidi wake. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika mahakama ya Milimani hapa Nairobi.